Dank. Lasst uns vor dem Gebet ein Gotteswort lesen. Dann kann ja Bruder Frank sich mit dem Wort anschließen. Sifa na shukurani. Mbele ya kuomba tuweze kusoma neno moja la Mungu na kisha ndugu Frank ataweza kujiunga pamoja na sisi. Akose tusome ndani ya Timotheo wa kwanza sura 2. Timotheo wa kwanza sura 2. Neno la Mungu liko mahali pote ambapo tunaweza kufungua Biblia. Na hakuna mtu anayeweza kukasirika wakati Mungu anatuzungumzia kupitia neno lake. Hapa ndani ya Timotheo wa kwanza sura 2 inasema kwenye mstari wa kwanza, basi naonya mbele ya maneno yote, kuomba na kusihi na kuombea na kushukuru kufanyike kwa ajili ya watu wote. Mstari wa pili, kwa wafalme na kwa wote wenye mamlaka, tuishi maisha ya kimya na salama katika utawa wote na upole. Mstari wa tatu, kwa sababu hili ni nzuri na la kukubaliwa mbele ya Mungu Mwokozi wetu. Mstari wa nne, anayetaka watu wote waokolewe na kupata kujua sana yaliyo kweli. Mstari wa tano, kwa sababu Mungu ni mmoja tu na mpatanishi katikati ya Mungu na watu ni mmoja, yule mtu Kristo Yesu. Mstari wa sita, ambaye alijitoa mwenyewe kuwa ukombozi kwa ajili ya wote, utakaohubiriwa kwa wakati wake. Mstari wa saba, kwa ajili ya maneno haya niliwekwa mhubiri na mtume. Ninasema kweli katika Kristo, wala sisemi ongo, mwalimu wa mataifa katika imani na kweli. Mstari wa nane, basi nataka wanaume waombe kila pahali, wakinyanyua mikono mitakatifu, pasipo kasirani na ubishi. Mstari wa tisa, na vivyo hivyo wanawake wajipambe kwa mavazi yanayofaa, pamoja na adabu na moyo wa kiasi, si kwa kusuka nywele, wala kwa dhahabu na lulu, wala kwa nguo za bei. Mstari wa kumi, lakini kwa matendo mema, kama ilivyopasa wanawake wanaokiri kuupa Mungu. Mstari wa 11, mwanamke ajifundishe katika kimya, akitii kwa kila namna. Mstari wa 12, lakini simpe mwanamke ruhusa ya kufundisha wala kutawala wanaume, lakini kukaa kimya. Mstari wa 13, kwa maana Adamu aliumbwa kwanza, halafu Hawa. Mstari wa 14, na Adamu hakudanganywa, lakini mwanamke akidanganywa aliingia hali ya kukosa. Mstari wa 15, lakini ataokolewa kwa kuzaa watoto kama wakidumu katika imani na mapendo na utakatifu, pamoja na moyo wa kiasi. Mpaka hapa hili neno la Mungu takatifu na la damani. Naamini ya kwamba limekwisha kutuambia mambo mengi, kama tunaweza kuliheshimu na kulipenda. Na ni kwa ajili ya hiyo pia ndio tumekusanyika jioni hii ili tuweze kuomba. Na Paulo anaandikia Timotheo ya kwamba ninakuonya mbele ya maneno yote, kuomba na kusihi na kuombea na kushukuru kufanyike kwa ajili ya watu wote. Ndiyo, naamini ya kwamba tunapaswa kufanya hivyo na kwamba Mungu ataweza kupokea yale yanayompendeza pia pamoja na sisi. Tusimame sasa ili tuweze kuomba Mungu atubariki. Baba uliye mbinguni, tunakushukuru kutoka kini cha moyo pia kwa ajili ya saa hii ya mabudu, kwa ajili ya saa ambayo tunaweza kusanyika hapa. Tunakushukuru kwa maana unatulinda mpaka katika saa hii. Hatutaki pia kuweza kukosa, kama vile andiko linasema, na kama vile Paulo anaandikia Timotheo ya kwamba aombee watu na wenye mamlaka na wale watawala, Bwana, ili tuweze kuishi maisha ya kimya, Bwana, hata kama mambo yote iko katika
hali ya mvurugo. Bwana, utupatie neema yako ili tuweze kusanyika tena hapa katika saa hii mbele ya uso wako, ili tuweze kusifu jina lako na kuweza kuweka bidii wengine, ili nao waweze kuweka matumaini yao ndani yako katika hii wakati ya hatari na ya kugopesha. Mungu mwaminifu, patie neema katika mambo yote ambayo mmekwisha kusikia, pia katika neno la kuonya. Bwana, tupatie neema yako sisi sote, ndugu na dada, na wale wote ambao neno linaonya. Bwana, tupatie neema yako ili nasi tuweze kunyenyekea na kusema, Bwana, nipatie neema yako ili na mimi niweze kuishi kulingana na neno lako. Mungu mwaminifu, tunakuomba jioni hii utubariki na ubariki pamoja na sisi taifa lako lote. Bariki Bwana watawala wetu, bariki wale wote walio na mamlaka pia katika mji wetu. Mungu, waongoze ili mambo yote yaweze kufanyika kwa namna iliyo njema. Bwana, tunaombea pia wandugu na wadada kose, pia wale waliogonjwa na wanaoteseka kwa sababu ya namna fulani. Tunawakupatia jioni hii na tunakuomba Bwana kwa ajili ya wale wote ambao wanaoweza kupita katika majaribu, lakini uweze kusaidia na kuweka nguvu ili waweze kuvumilia yote. Bwana, unaona yote, unajua kila mmoja wetu. Tunakuomba pia kwa ajili ya sisi wenyewe, tupatie furaha ya kuweza kuita jina lako, tupatie furaha ya kuweza kuomba, tupatie furaha ya kuweza kufanya tuweze kunyanyua mikono yetu pasipo mashaka na ubishi. O Mungu, katika makusanyiko haya kwa ajili ya jina lako, Mungu mwaminifu wa rehema, uweze kuja kuangalia katika saa hii ya neema, tuone kwa rehema, usamehe makosa yetu, usamehe kukosa kwetu. Tumekusanyika, unatuona. Tunakuomba pia uendelee kutuzungumzia kupitia neno lako la damani na takatifu, kwa maana wewe ni Bwana yule, na neno lako lina hiyo nguvu moja, na neno lako pia lingali na hiyo uwezo moja toka mwanzo mpaka mwisho. Bwana, pokea heshima, pokea sifa na mabudu katika jina la Yesu. Amina. Amina. Ilikuwa ni ndugu Rus na sasa ni ndugu Schmidt. Ni maneno ya mtafsiri, ni neema ambayo tuliweza kupewa kama vile tumekwisha kusoma na kusikia neno, na naweza kusema kama vile ndugu Rusi amekwisha kusema ya kwamba kila neno lililoandikwa lilitayarishwa kwa ajili yetu, linatayarishwa kwa ajili ya kila mmoja wetu, na kila mtu anaweza kutoa ndani kitu fulani, anaweza kutoa ndani kitu fulani, anaweza kutosha ndani mafundisho. Nasi tunashukuru sana kwa ajili ya hiyo kwa Mungu wetu, na nashukuru Mungu wangu kwa maana anatupatia tena heri hii ya kuweza kukusanyika hapa tena katika salama yote na katika upole wote, na hatujui kama itakamata tena muda gani, lakini kama vile nimekwisha kusemeka hapa na mtume Paulo akisukuma na Roho Mtakatifu kupitia Paulo aliweza kuonyesha namna gani tunapashwa kushikamata mbele ya wale wanaokuwa pale kwa ajili yetu, kama naweza kusema kwa namna hiyo, wanaosimama pale kama vile watawala mbele yetu. Na tunajua kwamba kila wenye mamlaka wote waliweza kuwekwa na Mungu, na tunajua kwamba pia ili mapenzi ya Mungu, na kama vile tunavyoweza kuiona, lakini tunajua ya kwamba wale wenye mamlaka ndio wanaoweka mapenzi ya Mungu, kama vile mtume Paulo anasema kwamba wenye mamlaka hawakamatake upanga kwa bure, na si kwa wale wanaoheshimu sheria, lakini wale wanaovunja sheria. Waroma sura 13 mstari wa 4. Na tunajua kwamba Bwana atupatia maagizo, na kama vile naweza kusema kwamba ni sheria, na alipatia maagizo na maamuri ambazo tupasha kuheshimu na ambazo tupasha kushilinganisha nazo. Na kama tunaweza kutazama nyuma, au kama tunatazama sisi sote nyuma, nilisoma au tunaweza kusoma sisi sote katika Agano la Kale, na tunaona namna gani Bwana Mungu alikuwa akiomba taifa lake ili waweze kumfuata, waweze kuheshimu amri zake na mapenzi yake kupitia sheria na maagizo,
Lakini ilikuwa namna gani kuhusu moyo wa wanadamu hao? Siku zote walikuwa wakirudi nyuma, ni kusema walikuwa wakipotea na walikuwa wakipingana na Mungu na si pamoja na neno lake, lakini walikuwa wakipingana na yeye na neno lake. Na kama tunatazama katika wakati wetu, tunatambua kwamba watu hawajabadilika. Tunajiuliza namna gani tunashikamata mbele ya neno la Mungu, namna gani tunashikamata mbele ya mapenzi yake na neno lake. Tuko tayari kuweza kufanya yale ambayo inayompendeza? Hapa mtume Paulo anaandikia wa Filipi, sikutaka na sitaweza kuhubiri kitu, siwezi kuhubiri, lakini nataka kuweza kusoma neno hili na kukaa. Hapa mtume Paulo anaandikia wa Filipi na kusema ndani ya wa Filipi sura 2 mstari wa 12, wa Filipi 2 mstari wa 12: basi wapendwa wangu, kama vile mlivyotii siku zote, si wakati nilipokuwa pamoja nanyi tu, lakini sasa zaidi sana wakati nisipokuwa. Timizeni wokovu wenu wenyewe kwa kuogopa na kutetemeka. Mstari 13: maana ni Mungu anayetenda kazi ndani yenu kutaka na kutenda kwa kutimiza kusudi lake njema. Mstari 14: fanyeni maneno yote pasipo manunguniko wala mabishano. Mstari 15: mupate kuwa wana wa Mungu wasio na laumu wala udanganyifu, pasipo kipako katika kizazi cha jeuri na ubishi. Katikati yao ninyi mnaonekana kama taa katika ulimwengu. Mstari wa 16: mukishika neno la uzima, nipate sababu ya kujisifu katika siku ya Kristo, ya kuwa sikukimbia bure wala sikujitabisha bure. Mstari 17: ndiyo, na kama mimi nikimiminwa juu ya zabihu na utumishi wa imani yenu, ninafurahi na kufurahi pamoja nanyi wote. Mstari 18: na vivyo hivyo ninyi furahini na kufurahi pamoja nami. Haya ni maneno ambayo Bwana anatuambia na ambayo anatuzungumzia. Basi Mungu atupatie neema yake, kama vile mtume Paulo anaandika ya kwamba wapendwa wangu, kama vile mlivyotii siku zote, na sasa mutii, na si wakati ninapokuwa pamoja nanyi, lakini wakati nisipokuwa pamoja nanyi. Ni kusema mtume Paulo alitaka ili yaweze kusemeka, na sio mbele yake, lakini pia wakati asipokuwa pale. Neno ambalo limekwisha kusemeka, neno ambalo lilokuwa limekwisha kutamkwa ni ndani yenu, na sio tu ndani yenu, lakini pia kupitia sisi na wewe na mimi. Alitaka ili iweze kutimiza matokeo yake ndani ya kila mtu, ili akose sisi tulio wenyewe, si ambao tulio peke yetu kule, akose tulio wachache sana, tuweze kushikamana neno la Mungu. Kwa maana tunaishi, nasemeka hapa, katika kizazi cha ujehuri na cha ubishi kiharibifu ambacho kinachotuzunguka, na Bwana anataka ili aweze kutuangaza kama vile nyota na nuru katika dunia. Musa 16: mukishika neno la uzima, nipate sababu ya kujisifu katika siku ya Kristo. Naamini ya kwamba ilikuwa ni hitaji ya mtume Paulo, na kama tunaweza kutazama na kuhesabia hii wakati wa sasa na katika wakati wote, kila mtu wote wa Mungu ambaye aliyeweka neno au yule ambaye Mungu aliweza kutumikisha kuweza kuweka neno juu ya kinara cha taa, alikuwa kwa moyo wake ili aweze kutukumbusha katika wakati wetu pia, ili tuweze kushikamana na neno la Mungu, ili kupitia yale ambayo tumekwisha kusikia tuweze kuangaa kama vile nyota na nuru katika dunia hii, kwa ajili ya utukufu na heshima la Bwana wetu Yesu Kristo. Amina. Ndugu Frank, sifa na utukufu kwa Bwana. Sikutaka kuweza kuja hapa leo
siko najisikia vizuri, lakini kila wakati kunapokuwa makusanyiko ya kiungu tunasukumwaka kuja. Walio wadhaifu wanakuja, wanapata nguvu, walio wagonjwa wanapona, na walio regea wanapata bidii. Na wakati naposemeka kwamba ni saha ya makusanyiko ya kiungu, na inapaswa kuwa hivyo hivyo, iwe yoyote itaji ya kuweza kusikia neno, ya kuweza kuwa katika ushirika na kuweza kuwa na ushirika na kuweza kuwa pamoja. Hiyo ni sehemu ya maisha ya imani, na hiyo haipashwi kupoa, lakini inapashwa kuongezeka tena zaidi. Siwezi kupita pembeni ya yale ambayo tumekwisha kuona weekend iliyopita. Ninatambua tena zaidi na zaidi kuona gisi Bwana Mungu ni wa rehema na wa neema. Mara nyingi ninawazaka ya kwamba tunakaa pamoja na Bwana wetu na kwamba tunasikia mafundisho yake. Hatukuweza kupanga mambo katikati yetu sisi wa ndugu, lakini Roho wa Mungu alituongoza kutoka nuru mpaka nuru na ujuzi kwa ujuzi, kwa kiwango ambayo tuliweza kweli kweli kuwa na kuona kwa ujumla kwa mpango wa wokovu wa Mungu kama vile haijawahi kuwa mbele. Na hiyo ni neema ambayo siyoweza kuelezeka. Mungu anaonyesha njia zake kwa wale ambao anayojaza neema yake, na anajifunua kwao pia. Na tunafika sasa pia kwa ufunuo wa Yesu Kristo. Ndugu Ruzi anakuwaka na kipaji cha kipekee, ni ya kuweza kusoma neno moja lililo la hatari na kisha kushikalia yake. Naweza kuamba, naweza kujiruhusu kusema hiyo. Sisi ni wandugu hapa, sisi ni wandugu kutuko hapa katikati yetu. Naposoma hiyo, niliweza kujaribu kukaa kwenye kiti cha wadada. Mnaweza kwamba mnaweza kuelewa anamaanisha nini. Ni ya kwamba sisi wandugu nasi tunakuwa na huzuni kwa ajili yenu. Sisi hatuko viti, lakini sisi ni watu ambao walio na mioyo inayokuwa na huzuni. Na hiyo ni maneno magumu ambayo yamekwisha kusemeka bila kusema uongo. Tuseme wazi, hiyo ni kweli, ni magumu, ni kweli, sivyo? Ni magumu kweli, lakini nawaza ya kwamba ilikuwa ni jibu ya ndugu Rusi. Wakati watu wanapoweza kujinyenyekeza kwa moyo wote kwa neno hili la Mungu, na hapo sasa nira inakuwa nyepesi na mzigo unakuwa laini, kwa maana tunakuwa chini ya nira moja pamoja na Bwana, na yeye ndiye anayechukua hiyo nira au mzigo huo pamoja na sisi, na hapo kila kitu inakuwa kwa nafasi yake. Lakini sasa tunapaswa kuwa pia wazi na kukubaliana sisi sote na kuweza kusema kama kuna waamini wasioamini, ndio kuna kwaka pia wale. Sijui kama inaweza kutamkwa kwa namna njema hivyo, lakini kuna watu wengi au waamini wengi ambao wasioamini kama vile andiko linasema, na ambao wanaofanya kama vile andiko wasiofanya kama vile andiko linasema. Kuna hesabu kubwa sana, hesabu kubwa sana. Nasi tunaweza kuhesabia kwamba tuna heri kuweza kuona gisi Mungu aliweza kutuhesabia neema na kupatia neema, kuona gisi nasi tunaweza kusema ndio kwa kila neno la Mungu. Na kisha nishaka isema siku moja, pia wanawake wako na paradiso hapa duniani. Ndio, pia hata wanawake wako na paradiso hapa duniani, kama wanaweza kufanya yale ambayo neno la Mungu linasema, na kama wanaweza kukamata nafasi ambayo walioweza kutayarishiwa. Na hapo sasa itakuwa ni umoja ya heri na ya furaha sana, na kila mtu ataweza kujua ni nani anayepasha kukaa kwenye mafiga na nani anapasha kufanya kazi fulani. Hiyo itakuwa ni kitu nzuri sana. Hapa katika barua kwa Wafilipi, na kisha nitaenda katika Galatia sura 3. Sitaweza kuacha hivyo, napasha kuingia katika maneno
na napasha kukamata hiyo wakati. Naomba kuweza kuwa hivyo, naweza kukamata hii heri na kuweza kuona namna gani hii kupiga kwa mioyo ingali nafanyika. Naweza kusema hiyo kwa namna ya kiroho. Tuweza kusoma hapa, tuweza kusoma pamoja nanyi neno la wa Filipi sura 2 na kisha nitaingia katika wa Galatia sura 3 na kisha nitaweza kurudi kwenye mahali ambapo ndugu Rusi amekwisha kusoma. Na leo haitakuwa ni saha ya maombi, lakini itakuwa ni saha ya kusoma andiko ya Biblia. Hapa nasoma kwenye mstari wa 14. Wa Filipi sura 2 mstari wa 14. Fanyeni maneno yote pasipo manunguniko wala mabishano au mashindano. Mstari wa 15. Mupate kuwa wana wa Mungu wasio na laumu wala udanganyifu, pasipo kipako katika kizazi cha jeuri na ubishi. Hii mambo mawili ya kwanza ni ya lazima sana ili uweze kutimiza ya pili, au kuwa tayari kuweza kuwa hivyo bila kunungunika wala kuwa na mashaka. Mtu anayekuwa na mashaka anaanguka katika kutokuamini. Yule anayeanguka katika kutokuamini anaanguka katika mashaka, katika manunguniko. Na yule anaanguka katika manunguniko anaanguka katika kutokuamini, na moja inakukotaka ingine, na hapo tunachukuliwa, na hapo hatuwezi kushikutana kama vile wasiokuwa na laumu mbele ya hii kizazi, sisi kama vile wana wa Mungu, hii kizazi kibaya na cha jeuri. Sijui hatungeliweza kuisema, lakini wakati tunaposema au tunapozusoma hapa kuhusu hii kizazi cha jeuri kibaya, namna gani tunapaswa kujiuliza swali, iko namna gani kuhusu sisi wenyewe? Na nataka ni wewe wazi mbele ya Mungu, na kila mtu anapashwa kuwa hivyo na kuwa wazi mbele ya Mungu. Sisi kama waamini mara nyingi hatukwake tunachukuliwa na mambo kama hayo. Mara nyingi hatuchukuliwake na hii udanganyifu pamoja na hii sehemu ya wanadamu ambao tunaishi katikati yao. Na hiyo inaweza kufika wakati manunguniko, hiyo mashaka pia inapokuwa imeingia ndani yetu, na hapo sasa pia tunachukuliwa ndani ya mambo ambayo yanayotuzunguruka katikati yetu, inapokuwa haiwezi kuwa kama vile yangelipasha kuwa. Wakati ndugu Schmidt aliposoma hiyo inaweza kuwa kubwa kwa ajili yangu, na hapo naweza kujiuliza, Bwana, iko namna gani kwangu na ninasimama namna gani mbele yako? Kwa hiyo sasa, kwa kurudi kwa neno la Galatia sura 3, hakuna sura ingine ndani ya Biblia yote nzima au ndani ya Agano Jipya mahali ambapo Paulo anazungumuza kuhusu sheria na neema kama vile ilivyosemeka katika Wagalatia sura 3. Ndani ya ujumla, barua kwa Wagalatia ni kuonyesha waziwazi, kuonyesha kwa yale yaliyofanyika katika Agano Jipya ikilinganishwa na Agano la Kale. Lakini kuna zaidi ya hiyo. Hapa ndani ya sura 2 Paulo anazungumza tena kuhusu matendo ya sheria ya imani pia na kadhalika. Na sasa anafika kwenye sura 3. Tunataka tuweze kusoma tu shairi fulani, na anauliza swali hapa ndani ya sehemu ya mwisho ya mstari wa 2. Ndiyo, sehemu ya 2. Wagalatia sura 3 mstari wa 2. Mulipokea roho kwa matendo ya sheria au kwa kusikia kwa imani? Natamka hii sheria kwa utashi, kwa maana tutaweza kurudi tena kwenye andiko ya Biblia ambayo isomewa mbele au kwa mwanzo. Inawezekana ya kwamba kuna mtu anayeweza kusema ya kwamba yale yaliyoandikwa hapa au kusemeka hapa inalinganishwa na sheria au inafuatana na sheria. Kwenye mstari wa 5 ya barua kwa Wagalatia tunasoma, basi yeye aliyewapa ninyi roho na kufanya matendo ya uwezo katikati yenu,
anafanya hivi kwa matendo ya sheria au kwa kusikia kwa imani? Hapa Paulo anafanya tofauti na hii, anafanya kulinganisha pamoja na Abrahamu, namna gani imani iliweza kuhesabiwa haki kama vile haki, na yeye alihesabiwa kama vile baba wa imani wa mataifa. Na tunaweza kusoma kwamba alihesabiwa hiyo kwa imani. Tunaweza kusoma hiyo katika mstari wa 8 na kisha inaendelea mbali kadogo kwenye mstari wa 10. Sasa Wagalatia sura 3 mstari wa 10, kwa maana wale wote walio wa matendo ya sheria ni chini ya laana. Hii ni neno ngumu sana, kwa maana inaandikwa mstari wa 10, maana imeandikwa, amelaaniwa kila mtu asiye dumu katika yote yaliyoandikwa katika kitabu cha Torati ayafanye. Mtu ambaye katika Agano Jipya kama vile anaweza kuwaza kwamba kupitia matendo yake ataweza kuokolewa nayo na kupata heri, mtu huyo hajaweza kutambua ya kwamba Kristo alitoa laana ya wale ambao walio pale wasioweza kutimiza masharti, maagizo za sheria za kiungu, kwa maana yeye alikuwa na uwezo. Yeye Kristo alikuwa tayari kuweza kuitimiza, naye alikamata nafasi yetu ili na sisi tuweze kuhesabiwa haki mara moja tu mbele ya Mungu kupitia imani ndani yake. Na kisha kwenye mstari wa 12 wa Galatia sura 3 mstari wa 12, na Torati si kwa imani, lakini mtu anayetenda maneno haya ataishi kwa maneno haya. Mstari wa 13, Kristo alitukomboa kwa laana ya Torati, akiwa alifanywa laana kwa ajili yetu. Tunaweza kuendelea kusoma sisi sote. Ni kusema sasa, Kristo alitukomboa toka laana ambayo iliyokuwa imekwisha kutupika kwa sababu ya kuvunja agizo na maamri za sheria. Na inasemeka kwenye mstari wa 14, kwenye mstari wa 14 nasema, ili baraka ya Abrahamu ifikie mataifa kwa Yesu Kristo, tupate kupokea ahadi ya Roho kwa imani. Imani ndiyo msingi ambayo mambo yote yalikuwa yamejengwa juu yake ndani ya Agano Jipya. Yote ilianza kwa imani na yote itamalizika kwa imani, kupitia imani ndani ya Mungu, imani ndani ya neno lake, imani ndani ya ahadi zake. Ni kusema sasa, yote ambayo Mungu aliyosema tunaweza kuikubali na kuweza kuiamini kama vile alivyosema. Tazama ahadi sasa, anatoa kulinganisha kwenye mstari wa 15 mpaka 18. Sheria iliyokuja au Torati iliyokuja miaka 413 baadaye ingeliweza kuvunja ahadi iliyopewa kwa Abrahamu? Hiyo ni swali. Sasa mweze kusoma mstari wa 17 na kisha inasemeka kwenye mstari wa 18, kwa maana urithi ukiwa kwa sheria siyo tena kwa ahadi, lakini Abrahamu alipewa ahadi ya Mungu kama vile kipaji cha neema. Kwa Abrahamu neno likuwa limekwisha kuwa neema, ni kusema zawadi, ahadi. Nasi kwa imani tuko ndani ya Kristo kama vile uzao wa imani, kama vile Abrahamu alivyopokea ahadi ya Mungu ndani ya imani na akaiona ikitimilika, na hivyo hivyo nasi tunapokea ahadi nasi tunaziona zikitimilika. Tunasoma tena mbali kadogo kwenye mstari wa 19 wa Galatia sura 3. Torati ni nini basi? Iliingizwa kwa sababu ya makosa hata mzao atakapokuja aliyopewa ahadi, ili mzao aweze kuja. Mweza kusoma katika mstari wa 16, mzao
inayosoma katika mstari wa 16, inasema mzao wake au mzao wako ni Kristo. Ni kusema mzao mmoja. Nasoma hapa sehemu ya mwisho mstari wa 16, na mzao wako ndiye Kristo. Hayo ni maneno ya mwisho ya Wagalatia sura 3 mstari wa 16. Ni kusema sasa Kristo ndiye aliyekuwa au uzao uliokuwa umeahidiwa, na kwa maana ndani yake hiyo uzao uliokuwa umeahidiwa na Mungu ulikuwa ndani yake, kama vile ilivyokuwa katika Adamu. Na kila mvulana, kila msichana wa Mungu wote, kama vile katika Adamu, naye wale wote ambao wangepashwa kuonekana hapa duniani walikuwa ndani ya Adamu wote, na hapo sasa ingepashwa kuwa tu ni muda ili watu waweze kuonekana kuja kwenye dunia hii. Na hivyo nasi tulikuwa ndani ya Kristo, yeye aliye uzao wa kiungu, nasi tulizaliwa toka kwake, tukatoka ndani yake, tukakuwa wavulana wasichana wa Mungu, na hivyo sasa tukafanywa kuwa wasioweza kufa. Na hiyo haikufanyika tu kwa muda mfupi, lakini ifanyika kwa ajili ya umilele yote. Na kisha tuna mstari 21. Basi torati haipatani na ahadi ya Mungu? Hapana hata kidogo. Nikusema, mnaona, ahadi sheria ilikuwa imekuja ili iweze kutushinda kupitia kushindwa kwetu. Nasi hatungeliweza kutambua kushindwa kwetu kama sheria haingeliweza kutupatia hizo maagizo na masharti za Mungu. Hatungeliweza kujua dhambi ni nini, kuvunja sheria ni nini. Ni kusema Mungu angeliweza kutusahau, lakini alikuwa na mpango uliokuwa wa mzuri sana, na alikuwa akijua kwamba mtu ataanguka. Alikuwa amepanga mambo yote kwa mwanzo, na kisha akaweka sheria ili aweze kutuhukumu kwa namna ya haki. Na kisha mbele hata sheria iliweza kupewa, alikuwa amepatia Abrahamu msamaha, ya kwamba wale wote ambao wapaswa kuhukumiwa kwa haki kupitia sheria, na wale wote pia wangeweza pia kupata neema na kufunguliwa kutoka gereza na wawe uhuru ili waweze kutumikia Mungu. Na hiyo ndiyo Bwana aliamua, na ndiyo maana hamuwezi kuniuliza, na mimi pia siwezi kuwauliza hiyo, hapana. Lakini mstari wa 23 inasema tena, lakini mbele ya kuja kwa imani tulichungwa chini ya sheria katika gereza nzuri, gereza nzuri. Tumefungwa kwa imani. Amina. Na si kwa sababu ya kuhukumiwa, lakini Mungu yeye mwenyewe katika sheria hakuweza kuhukumu watu, lakini aliwalinda ili neema yake kwa ajili yetu iweze kuonekana kupitia Kristo. Hiyo ni kitu fulani cha ajabu sana, sivyo? Ndiyo, Mungu alitulinda, akatuchunga, akatulinda chini ya ulinzi wake. Sheria haingeliweza kutunyenyekeza, ilikuwa tu ikitulinda, ikituchunga. Haikuweza kutukomboa, lakini alitulinda chini ya neema yake, ili mpaka imani iweze kuipewa hapa, kama ilivyosemeka hapa ya kwamba angepashwa kufunuliwa baadaye au kufunuliwa nyuma. Mstari 24, vivyo torati ilikuwa mwalimu wetu, ilikuwa mwalimu kwa kutuleta kwa Kristo tupate haki kwa imani. Inatuletea na kutuagiza shurti fulani ambazo tunapaswa kuheshimu. Lakini sasa tunafika kwenye maneno ambayo ningetaka niweze kuzungumzia. Kwenye mstari 25 inasema, lakini sasa imani imekwisha kuja, hatuko tena chini ya mwalimu. Mstari 26, maana ninyi wote ni wana wa Mungu kwa imani katika Kristo Yesu. Mstari 27, maana ninyi wote mliobatizwa na kuingizwa katika Kristo mumevaa Kristo. Na tazama sasa shahidi 28, hapana Myuda wala Myunani, hapana mtumwa wala huru, hapana mwanamume au mwanamke, maana
ninyi wote ni mmoja katika Yesu Kristo. Ni kusema muko mmoja ndani ya Kristo Yesu Kristo. Ona neno gani la ajabu hapa. Hapo kwa neema ya Mungu, sheria ambayo iliyokuwa ikitulinda na kutuchunga ili iweze kutimiza kazi yake, tukapewa neema kwa imani. Na hapo sasa nasi iwe tuwe Muyuda au Myahudi au Muyunani au mwanamume au mwanamke, aliye huru au mtumwa, sisi sote tuliweza kuungwa pamoja kwa neema ili tuweze kuunga umoja wa kiungu. Na hiyo umoja wa kiungu ni mwili wa Yesu Kristo ambao ulio ndani viungo vingi. Ni kusema sasa, wakati inapohusu wokovu wetu, inapohusu msimamo wetu wa kiungu au wa kiroho mbele ya Kristo Bwana wetu, hakuna tena sasa Myahudi au Mgiriki au mwanamke au mwanamume au Myuda au Myunani, iwe mtu yoyote au aliye huru au mtumwa. Sisi sote tuko moja ndani ya Kristo. Na hapo kama vile alivyosamehe mmoja, na hivyo alisamehe wote, na sisi sote tuliweza kuwekwa kwenye kipimo kimoja. Andiko hii ya Biblia hii shahiri ya 25 inatumikishwa sana na watu ambao wanaotaka kuweza kupata matafsiri ambayo hii maelezo wanaopata matafsiri zao kuhusu maneno ambayo ndugu Paulo aliweza kutamka, anayosema kuhusu hao wadada wa damani sana. Mara nyingi nakuwa na huzunishwa sana kwa sababu siwezi kuleta mambo au kuweza kuonyesha hiyo. Lakini kama tunaamini katika Mungu, tuamini pia kwamba tuna hii neno au andiko hii takatifu, na sio katika hali tu ya kuweza kujiwazia, na si mtu aliyeweza kumaliza mchana mzuri, aliyeweza kumaliza mazoezi mazuri. Hapana, hatuna hii Biblia kama ya kuleta hiyo mambo ya mtu wa kuuliza mawazo yake. Haikukuwa mtu aliyekuwa amemaliza mchana mbaya au ameweza kufanya mazoezi mabaya, hapana, lakini ilikuwa ni mtu wa Mungu aliyekuwa akiongozwa na Roho Mtakatifu, aliyekuwa akisukuma iwe mazoezi yote. Haikuwa na lazima, lakini kwa lazima ni kwamba Mungu alikuwa akitaka kusema na yale aliyokuwa ameandikisha, na hiyo ndiyo inayohesabika sasa kwa ajili yetu leo, inayohusu mazoezi yetu au maisha yetu, na yote ambayo inaweza kuwa sehemu ndani, yote yanapotea kwa wakati ambayo neno la Mungu linaweza kusikilikana. Na hapo sasa yale tunayosikia, hizi masharti ambazo kupokea kupitia hii mazoezi na au maoni yetu, hata kama inaweza kuwa mazuri mbele ya macho yetu, haitakuwa na faida. Yale ambayo tunaweza kuleta haina faida, ila tu yale ambayo Mungu anataka kusema ndiyo inayosabidika. Sasa swali ya kwanza ambayo nataka kuuliza wandugu ni hii. Hii ni saha ya mafunzo ya Biblia, na nawaza ya kwamba mtaweza kuiona wazi kuliko mimi. Inaweza kusumbua sana wakati unapochukua mataratara au mamiwani, lakini inasumbua kwa ndani na unakuwa na shida kuweza kusoma. Lakini bila hata na nia fulani, tuko hapa mbele ya Bwana na tungelitaka niweze kusoma neno kwa makini sana. Tunaamini uongozi wa Roho Mtakatifu. Tunaona ya kwamba tumepewa neno na kwamba tunapaswa kujengwa nalo na tunaweza kufurahi kwa ajili ya hiyo. Tunasoma kwenye mstari wa 7, Timotheo wa kwanza sura 2 mstari wa 7. Anaonyesha vizuri msimamo wake katika ufalme wa Mungu, huduma yake na kazi yake. Mstari wa 7, Timotheo wa kwanza sura 2. Kwa ajili ya maneno haya niliwekwa mhubiri na mtume. Ninasema kweli katika Kristo, wala sisemi uongo. Mwalimu wa mataifa katika imani na kweli. Na sasa mara ngapi mnawaza na kusema ya kwamba Paulo alikuwa mwalimu na mtume? Sijui kama mnaweza kulisikia vibaya kama nawasikia, lakini naweza kuachia pale. Lakini mnapaswa kuzungumza tena zaidi sana. Na wasi mnaweza kukata tumaini hapa kwa namna moja, kama hatuwezi kuwa na uhusiano pamoja na wanaosikiliza nao na mitumikio ama vyombo vinavyotumika. Hiyo kama vile unapita pembeni, na hiyo kama vile uko katika ukiwa.
lakini naomba kuweza kusikia tena waziwazi. Tumekubalishwa waziwazi leo jioni hii. Paulo alifundisha kweli ya kiungu ya mwisho, ni vema na inaweza kuwa tena kuwa zaidi ya hiyo. Na sasa tunasoma sehemu ya kwanza, tunasoma mstari wa 8 kwa mwisho, kwa yote kwa ujumla. Anasema hapa kwa mapenzi yangu. Nataka kusema na mimi mwenyewe mapenzi yangu, na hapa si Bwana anasema, lakini haikuwa tulingana mapenzi ya Mungu au mapenzi ya Bwana, lakini kwa ni mtu wa Mungu alikuwa akisema hapa sana katika mstari wa 7 alifanya tofauti, na hapa akasema hii ni Bwana anasema katika Wakorintho wa kwanza sura 1 mstari wa 10, 7 mstari wa 10, na hapa anasema kwamba mimi ni mapenzi ya Mungu kama nilipata neema mbele ya Mungu. Paulo alikuwa wazi, alikuwa wa haki. Hapa alisema kama vile Bwana anasema, na hapo Bwana alipashwa kutuzungumzia kupitia neno lake, na kisha angepashwa kusema kwamba hii ni mapenzi ya Mungu. Ndio angeliweza kusema hiyo waziwazi, lakini mwazie kama angeliweza kuhesabia mapenzi ya Mungu kama vile mapenzi yake pia, na kisha aliweza kuandika pia hapa. Alianza kuandika hapa mstari wa 8 alisema kwamba ni mapenzi yake. Basi nataka wanaume waombe kila pahali, wakinyanyua mikono mitakatifu, pasipo kasirani wala ubishi na kadhalika. Hiyo inamaanisha ya kwamba inamaanisha ya kwamba ni wandugu peke yao ndio wanapaswa kunyanyua mikono yao wakati wanapoomba. Ni kweli. Nauliza, hapa tuna funzo ya Biblia basi nataka wanaume wote waombe katika pahali pote, katika maombi yote. Hapa natuhusu sasa na sisi katika wakinyanyua mikono mitakatifu pasipo kasirani na ubishi. Na hiyo niweza kuiona hapa ya kwamba wandugu ambao walio katika makusanyiko, wakati tunapoanza kuomba, ya kwamba kama wanapokuwa na hitaji ya kuomba kuleta kwa Mungu, ya kwamba waweze kunyanyua mikono yao na sisi tuweze kuwaunga mkono kwa maombi yetu. Na ni hivyo ndivyo inapaswa kusemeka na kusikilikana, wasio na ubishi na kasirani, kwa maana Mungu anapaswa kutulinda na kasirani na ubishi mbele ya kuweza kunyanyua mikono. Neno linaloambiwa kwa wadada hii ni hili sasa, mstari wa 9, na vivyo hivyo wanawake wajipambe kwa mavazi yanayofaa, pamoja na adabu na nguo za pamoja na adabu na moyo wa kiasi, si kwa kusuka nywele kwa dhahabu na lulu, wala kwa nguo za damani. Hakose kuweza kujipamba kwa dhahabu inaweza kuwa kusa na kupendeza, hapana, lakini hiyo haina faida. Lulu au mavazi ya damani au ya bei kali. Na sasa, wapendwa ndugu, si lazima katika makusanyiko ya kiungu, hatuna hitaji ya mavazi ya bei kali au malulu au mabishu mamesikio na hiyo mambo ya kiroho au mambo tu ya fulani ya dhahabu. Lakini inasemeka nini hapa kwenye mstari wa 10? Nini Mungu anataka sana sana hapa? Mstari wa 10, lakini kwa matendo mema kama inavyopasa wanawake wanaokiri kuogopa Mungu. Hapa sasa haina tena zaidi ya hiyo, tumekwisha kusikia neno la Mungu. Na sasa tazama hii mstari unayokuwa ya mzuri sana, ya lazima sana. Mstari wa 11, mwanamke ajifundishe katika kimya, akitii kwa kila namna. Hili ni neno la nguvu sana au ngumu, lakini pia hii ni dawa ya kutoka Galadi. Iko kama vile dawa kutoka Galadi. Mwanamke ambaye anayeweza kukubali kwa moyo wote na kusema Bwana, na hivyo ndivyo ninataka kuwa. Mwanamke huyo iko na paradiso hapa duniani,
funzo lote ambayo Mungu anaweza kutoa ni kwamba ndio katika hali ya kiungu. Mstari 11, mwanamke ajifundishe katika kimya, akitii kwa kila namna. Sasa kama hii inakuwa wazi au kuonekana kwa kila mwanamke, anaweza kusaidiwa. Na kama hiyo sasa haiko tena, ni kusema nabii Mika au nabii Eliya atakuja, na inaweza kufika ya kwamba nabii Eliya anaweza kuogopa wakati mwanamke anapomshambulia, kama vile ilivyokuwa kwa wakati ule. Wanawake ambao wanaoweza kunyenyekea mbele ya Mungu ni wale ambao Mungu anaweza kupendezwa nao hapa duniani. Wanawake ambao wasiweze kufanya hivyo, wale pale wanajiweka chini ya mwovu. Tutatii mtu mmoja na tutaweza kunyenyekea chini ya mtu au shetani mmoja na mwingine. Kuna wanawake wengi wanasema, mimi ninajinyenyekeza mbele ya Mungu na si mbele yako. Hapo sasa inawaomba uweze kuandika Biblia mpya, lakini Biblia kama hiyo haikwake. Biblia kama hiyo haikwake. Wakorintho wa kwanza sura 11 mstari wa 3. Mungu, Kristo, mwanamume na mwanamke. Wakorintho wa kwanza sura 11 mstari wa 3. Na hiyo ni utaratibu wa kiungu. Naamini ya kwamba hiyo ni kweli. Muamini ama hapana? Lakini hiyo ni kweli. Amina. Naamini ya kwamba kama hamwamini neno la Mungu, ole kwenu, ole kwenu. Lakini ningetaka niweze kuongeza kitu fulani. Muamini. Na hiyo itakuwa ni shurti iliyo ya lazima sana kwa ajili ya kumalizika kwa kanisa bibi harusi. Shurti ambayo hauwezi kupita pembeni, ili utaratibu wa kiungu uweze kurudishwa, na ili wanaume waweze kunyanyua mikono yao wasiokuwa na kasirani wala ubishi, bila hata kuzuizwa. Namna gani wanaweza kufanya hivyo katika kusanyiko, ndani ya makusanyiko, ijapokuwa chungu iko na ruka huko kwa namna yote ndani ya nyumba zao? Hiyo haitatembea. Na ni kweli hiyo swali ya kushindwa haitaweza kumalizika. Lakini hapana, sitaki kuweza kuonyesha kwamba mambo ni mepesi. Tazama sasa neno, mtu anayesukumwa na Roho, mwalimu au mtume anasema ya kwamba ninawaambia hii, sisemi uongo. Timotheo wa kwanza sura 2 mstari wa 7. Naamini kwamba alikuwa akisema kweli, na hiyo kweli hiyo pia inaweza kutufanya kuwa huru, pia inaweza kutuweka huru. Mwanamke siku zote anapaswa kutafuta kufundishwa, lakini hapaswi kufundisha, anapaswa kutafuta kufundishwa. Na ndugu, msinione vibaya jioni hii. Ni mwanamke gani ambaye aliyekuja kwako? Mwanamke wako, mke wangu alisema. Sikia Augustin au jina ingine yetu yoyote, unaweza kunisaidia? Tazama, niko na shida pamoja na Biblia. Ningelitaji ili niweze kuwa na nuru juu ya mambo haya, au kuwa na maelezo mengi kuhusu mambo haya. Ningetaka niweze kuelewa. Unaweza kunielewesha kuweza kuelewa hii? Nani katikati yetu ndugu aliyeweza kuishi hiyo mke wake, mwanamke wake aweze kuja? Nataka kuweza kuona hiyo mikono yenu, nataka niweze kuona hiyo, nataka niweze kuona, nataka niweze kuona kwa matokeo yenu jioni hiyo. Nataka kuweza kuona hiyo jioni hii. Nani mwanamke aliweza kuja kwa mume wake kumuuliza hiyo? Hiyo ndio kitu sasa. Hiyo ndio kitu. Tunataka kuweza kukutana na Mungu. Na najihesabia kama vile akose kikwazo. Nasema hiyo waziwazi kwa sababu mimi mwenyewe naweza kuzuizwa na majira fulani. Lakini siko tayari ili niweze kuwa mtu wa kushindwa tu, lakini niko tayari ili niweze kupata sehemu na kuweza kugawa hii mzigo pamoja nanyi, na niweze kuichukua pamoja nanyi mbele ya Mungu. Na hiyo ni heri kubwa ya kuweza kusikia neno la Bwana pamoja na kuweza kulisikia sote pamoja na kunyenyekea mbele ya neno lake. Kwenye mstari wa 11, mwanamke ajifundishe katika kimya. Ndio kimya, hiyo ndio siri. Kimya
Hiyo ndio siri, kuweza kusikiliza. Kama mwanamke anazungumza, haitamweza kumpatia kitu fulani, lakini kama unaweza kubaki kimya kwa muda fulani, wakati unaposikia neno, na hapo sasa inaweza kusemeka hapa pia katika, hata inasemeka hapa katika kutii, katika kutii kwa kila namna. Na hiyo akose haiwezi kulinganisha na wakati wetu hii, lakini hiyo inalingana na ufalme wa Mungu. Hii inalinganishwa na kanisa la Mungu ali hai, na ndio maana tunapaswa kushikamana neno la Mungu. Wapendwa ndugu na dada, wadada, hakuna mtu anapaswa kuwa na heri kama vile nyinyi. Mungu hana nia mbaya. Mungu hana nia mbaya kwa ajili yenu, lakini anatutakia mema, na anawatakia ninyi mema. Pia kuna kitu moja hapa, mstari 12, wala simpi mwanamke ruhusa kufundisha wala kutawala mume wake. Siseme hiyo, nisiseme hii kwamba neno langu, lakini Paulo anasema kwamba nasema kweli, sidanganyi, seme uongo. Na wapatia hii kwa kupatia mafundisho. Mstari 12, lakini simpi mwanamke ruhusa kufundisha wala kutawala mume, lakini kukaa kimya. Hii ni kazi ngumu sana katika kujilinda, katika kimya. Basi Mungu atupatie nguvu. Si wazi ya kwamba Mungu au sijua kama Mungu anapana shurti bila kuweza kutoa uwezo wa kuweza kuitimiza. Na kama vile tumekwisha kusema, mzigo wake ni mwepesi na nira yake ni laini. Mathayo 11:13. Na anaweza kutusaidia kuweza kuchukua kwa uwezo. Mnajua katika wakati wa zamani walikuwa wakiufungua nira ya ngamia au ya ngombe, walikuwa akiweza kuipima, anaweza kuona kama walikuwa wako katika hali njema. Lakini kama tunatembea pamoja na Kristo Bwana wetu, na kama nira yetu inaweza kuwekwa kwake, na hapo sasa haitaweza kuanguka, haitakuwa kilo, itakuwa laini, itakuwa nyepesi, itakuwa inatimizwa. Na sasa kunakuja hasa hii hama inakuja kwenye mstari 13. Hama inakuja. Kwa maana Adamu aliumbwa kwanza, halafu Hawa. Mstari 14. Na Adamu hakudanganywa, lakini mwanamke akidanganywa aliingia hali ya kukosa. Unaweza kusema sasa, Paulo, unataka kuja kufanya hii hapa katika hii wakati wote, tangu wakati wa bustani ya Yordani shaka, bustani ya Edeni shaka pita zamani. Mbona kuna tumikisha hii na hii na hii? Mbona ile tumisha, mbona hii na uhusiano na pamoja na Hawa au Eva? Mbona hii hatuna uhusiano nayo? Hasa ndugu Rusi na ndugu Schmidt, naweza kuuliza hiyo sasa. Kama unatuliza hiyo, tunaweza kuuliza Paulo. Sasa Paulo, uko unaenda mpaka wapi? Mbona unazungumza hapa kuhusu sheria? Mbona unaenda mpaka Abrahamu? Mbona unaenda mpaka katika bustani ya Edeni? Na tazama, unaweza kusema Adamu na Hawa hapa, ukionyesha hii maelezo hapa au katika picha hii. Na kama unaweza kuwa ni vyepesi kuweza kusema Paulo, si ya lazima sana. Ungelipasha kuose kuacha agano la kale na kuweza kuacha hiyo dhambi ya kwanza kwa mwisho huko, na kuweza kutuhubiri injili au neema hapa. Lakini hapa nakumbusha kwamba mtu huyu wa Mungu aliweza kuishi na kuweza kuona Mungu aliweza kumtumikisha na kuweza kuandika mambo haya waziwazi na kwa namna ya kukamatika, ili na sisi leo tuweze kuwa na hii mwongozo iliyo wazi. Mstari 13, kwa maana Adamu aliumbwa kwanza, halafu Hawa. Tunajua ya kwamba Hawa alikuwa ndani ya Adamu. Mstari 14, na Adamu hakudanganywa, lakini mwanamke akidanganywa aliingia hali ya kukosa. Tunajua sisi sote habari ya anguko, na hapa Paulo akiongozwa na Roho aliweza kuingiza katika uhusiano kanisa na kusanyiko la kiungu, makusanyiko na wadada, na hakutaka kusema kitu kingine ila wadada. Akasema sasa, dada, mfanye angalisho kwa yale iliyofikia Hawa au Eva aliyekuwa msichana wa Mungu, na Adamu alikuwa ni mwana wa Mungu, na Hawa alitoshwa ndani yake, na hiyo sasa nayo ndio kuwafikia haraka.
Na inakuja sasa haraka haraka kwenye neno andiko inanijia kwenye roho la Wakorintho wa pili sura 11 tuliyosoma haraka hapa siku iliyopita. Kwa wakati uliopita Wakorintho wa pili sura 11 mstari wa pili. Kwa maana nina wivu juu yenu na wivu wa Mungu, kwa maana niliwapatanisha ninyi kwa mume mmoja ili niletee Kristo bikira safi. Mstari wa 3. Lakini ninaogopa ya kwamba sawa nyoka alivyodanganya Hawa kwa hila yake, mawazo yenu yasiharibiwe na mutaacha weupe wa moyo na usafi katika Kristo. Paulo alikuwa akiogopeshwa sana, alikuwa akiwa naoga, alijitabisha sana, na akaweza kutamka na akasema, tazama kitu fulani sijui, lakini siku ingine inayofuata sitaweza kusimama tena, lakini ndugu Rusi ataweza kusimama mbele na ataweza kuchunguza pamoja nasi neno ambalo aliweza kusoma, na kama sivyo anapaswa kulionyesha kama vile neno la kuandishwa na sio mimi, na kama sivyo hiyo itaweza kuanguka juu yangu mimi. Lakini sisi hapa tuko hapa kama vile kuweza kuzisha sisi kwa sisi, lakini tunakuja hapa ili kutumikia neno la Mungu, na hapo sasa tunaweza kusema ndio, na hapo sasa hapo hakutakuwa tena kuumizana kwa ndani, lakini itakuwa ni dawa kwa kweli, neno linalokuwa la mzuri sana kwa ajili ya sisi sote. Na kisha katika Timotheo wa kwanza sura 2 mstari 14, Timotheo wa kwanza sura 2 mstari 14, na Adamu hakudanganywa, lakini mwanamke akidanganywa aliingia hali ya kukosa. Mstari 15, lakini ataokolewa kwa kuzaa watoto kama wakidumu katika imani na mapendo na utakatifu pamoja na moyo wa kiasi. Hasa heri ya wanawake iliwekwa chini ya sheria, chini ya shurti, iliwekwa chini ya shurti, inakuwa chini ya shurti kupata heri. Mwanamke kupata heri anawekwa chini ya shurti, na hipewe pale kwa kuweza kubatisha tu, lakini kupata mtoto ni hana. Mwanamke ambaye anayeolewa lakini hataki watoto hana bahati, hana bahati. Huyo anasemeka hapa waziwazi ya kwamba atakuwa na heri, ataokolewa wakati anapozaa watoto, wakati wanapoweza kudumu katika imani na utakatifu, wakiwa na upendo na moyo wa kiasi na moyo wa kiasi. Mara ngapi ndugu Branham aliweza kuonyesha hii mambo? Aliweza kuonyesha mara ngapi na kusema kwamba nyinyi wanawake wa Marekani hamutaki watoto, na tazama mnanunua umbwa na kitu fulani, na kisha wanakulisha hiyo wanyama. Na akasema John hii na akasema kwamba wanakabata muda yao wote mrefu na wataki kuwa na watoto, kwa maana wakati wao uko mfupi, wanataka ili waweze kujifanyizia mambo fulani. Wanawake hao hawana bahati, wanawake wasiokuwa na watoto hawana bahati, lakini Mungu yeye anashika ahadi zake siku zote, na katika hadi yote anajua yale anayosema. Lakini hii ni mambo ambayo ndugu Paulo waliweza kufundisha na kutamka, nasi hatukuweza kuweza kuiona makini juu yao au kuwa na angalisho juu yao. Lakini kila neno la Mungu ni la kweli, na kila neno la Mungu linapaswa kushikwa kwa makini sana, kuheshimiwa, na ujua ya kwamba Mungu ana mabaki ya wanawake na wanaume, wa ndugu na wadada, ambao wanaojinyenyekeza kwenye mafundisho ya kiungu, ambao walio na kukubali ya ndani, walio na amina kwa neno lake. Ole kwako wewe mwanaume, kama unaweza kuambia mwanamke wako au mke wako kwamba unaweza kuambia mume wako kwamba unaweza kusikia hiyo. Ole wako wewe mwanaume kama unaweza kurudi nyumbani kwako na kuweza kuonya mke wako. Hapana, usifanye hivyo. Hakuna hata faida hiyo. Neno la Mungu linasomewa hapa katika makusanyiko, linahubiriwa hapa, linafundishwa hapa nyumbani. Hakuna mtu aliye na hitaji ya kuagiza mambo fulani. Hapana, tungelipashwa kuwa macho ili wanawake waweze kuwa na heri ya kuweza kutimiza neno la Mungu,
kupitia hii kuwekwa nguvu zetu au kuweka mchango yetu, na hiyo ndio tungeliweza kuhitaji. Tunaweza kwenda wapi? Kama mtu mmoja anaweza kuniambia, siku moja anaweza kuniambia, na waniambiaka mara nyingi, wananiambiaka akose mambo mengi, lakini sio ninyi tu. Na Biblia inasema nyuma ya mahubiri ya ndoa, mume akaambia mke wake, unaweza kusikia yeye anasemeka? Tazama sasa, hasa unaweza kuhubiri nani? Tunaweza kuhubiri nani? Sisi sote tuliwaambia wa sisi sote. Neno la Mungu linatuambia sisi sote. Sasa namna gani unaweza kukamata hama na kuweza kuipiga na kusema uliweza kusikia vizuri, uliweza kusikia vizuri? Kama uliweza kusikia vizuri, ungeliweza kushikamata kwa namna ile tofauti. Ndiyo, ni kweli. Hapo sasa tunabomoa yote ambayo Mungu amejenga. Tunabomoa yote kuzungumza yetu vibaya ambayo Mungu aliweza kukomanisha ndani yetu na kuongeza ndani yetu kupitia upendo na wa utangazaji wa neno lake. Tunapaswa nasi wa ndugu kuweza kuweka pembeni mambo yetu ya kusema vibaya na tuweze kukubali kwa neema, tuweze kupata hekima na heri, tuweze kusema kama vile maandiko matakatifu yanasema. Na waza kwamba Mungu atatupatia neema yake kwa ajili ya hiyo. Na hapo sasa hakutakuwa mtu kuweza kukumbusha mtu mwingine kitu fulani. Na si mwanaume kuweza kuambia mke wake, "Wewe unaweza kusikia hapana." Lakini inaweza kufika akose mara nyingi ya kwamba neno linaweza kuwa kwa ajili yake au kwa ajili yako, na kwa wakati mwingine inaweza kuwa tofauti. Akose hiyo kipimo kitaweza kuwa kipimwa vizuri, na Mungu atatusaidia sana. Nashukuru sana kwa maana tunaweza kusoma neno la Mungu katika ujao wake, kila andiko ya Biblia, kila mafundisho. Tunaweza kusoma nini kwa wakati uliopita? Nawaza kwamba ni ndugu Rusi alisoma neno la nabii Isaya sura 51 mstari wa 4. Kujeni kwangu nami nitawafundisha. Ndiyo. Na hiyo mafundisho yanatoka wapi? Yanatoka kwa Bwana. Mafundisho yanasaidia, mafundisho inayokuwa ya muhimu. Na sisi ndugu na dada, kwa neema ya Mungu, sisi kama vile wandugu tunapaswa kuja hapa bila kasirani na bila mashaka. Na dada yetu wanakuwa nyuma yetu ili watuunge mkono. Na kisha sasa tunaweza kunyosha mikono yetu takatifu mbele ya Mungu isiyokuwa na uchafu wala mashaka na ubishi. Basi Mungu atupatie hiyo. Tunashika pia neno hili jioni hii kutoka mkono wa Bwana na tunamshukuru. Amina. Tunasimama na tushukuru Bwana. Ndugu Rusi. Baba yetu aliye mbinguni, tunakushukuru kutoka kilindi cha moyo kwa ajili ya saa hii ya neema na kwa ajili ya neno lako takatifu la damani. Bwana, tunakuja hapa na sio ili tuweze kurukiana sisi kwa sisi, lakini o Mungu, tuweze kujipima sisi wenyewe kwenye nuru ya neno lako Bwana. Kwa maana wewe umenizungumzia, kila mtu anapaswa kusema ya kwamba umenizungumzia o Bwana. Basi jina lako liweze kutukuzwa o Mungu. Neno lako linadumu Bwana. Maoni yetu yanapaswa kuharibika Bwana, lakini neno lako ni kweli Bwana. Na ndio maana tunaweza kunyanyua mikono yetu tusifu jina lako Bwana, na bila hata mashaka hata moja, na bila kasirani Bwana, kwa maana wewe ni Mungu wetu Bwana. Unatufundisha na unatupatia maneno yako ya utukufu Bwana. Mara nyingi yanakuwa magumu, lakini wewe unajua namna gani unapaswa kutuzungumzia o Bwana. Utukufu wewe kwa jina lako la ajabu. Ulitumikisha Paulo, ulitumikisha Branamu, na leo sasa unatutumikisha Bwana, ili tuweze kuchukua neno lako kama vile lilioandikwa. Nipatie neema yako, tupatie neema yako sisi sote, ili tuweze kunyenyekea, tuweze kunyenyekea chini ya maneno yako Bwana, tuweze kunyenyekea ili jina lako liweze kutukuzwa. Amina. Ndugu Frank. Amina. Baba wa mbinguni, nakushukuru kwa kilindi cha moyo kwa ajili ya neno lako takatifu la damani. Unatutakia mema. Jioni hii pia tumekusikia uwepo wako, wema wako, upendo wako Bwana. Haukujake ili upige, unakuja ili usaidie, ili uarifu. Oh, nakushukuru Bwana mwaminifu kwa ajili ya neno lako takatifu la damani. Sote pamoja tunakushukuru kwa ajili ya wadada wote wa damani ambao walioweza kupata neema mbele ya uso wako, ambao wanaweza kunyenyekea chini ya mkono wako wa uwezo
chini ya neno lako. Bwana, tunasifu jina lako na tunakushukuru kwa maana unatusindikiza mpaka ukamilifu kulingana na kweli ya Biblia, ili saha ziweze kufika ambayo tunaweza kunyanyua mikono yetu pasipo na kasirani wala mashaka. Haleluya. Leta utaratibu wa kiungu katika mandoa, katika majamaa, katika mambo yote na katika kanisa lako, ili uweze kupokea yanayokupendeza. Tunakuabudu o Bwana, jina lako. Amina.